Ni Mutema TV. Ni Mutema TV inasambaa. Tunafuraha kwa kupata TV bora. Tunayo raha kwa kupata TV bora. Hamjambo mtazamaji wa televisheni Mutema TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, mtangazaji wako, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Leo ikiwa ni tariki 16 Januari mwaka 2026, moja kwa moja tukaribisha kuweza kuungana nasi. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika yale ambayo tutakayozungumzia kwa siku ya leo, tunazungumzia gari zaidi ya 26 zilizotoka pale Bukavu kujielekeza Uvira. Utakwenda kujua mengi kabisa kuhusu ujio wa gari hizo, na pia tutakwenda kutaja kuwa tutakwenda kuzungumzia kuhusu kibarua ambacho kimetaja kuondoka kwa M23 mjini Uvira na kuachia kabisa mwingine Communauté Internationale. Utakwenda kujua kabisa mengi kuhusu halio. Pia utajua kabisa vitendo vya unyanyasaji ambavyo vinavyoendelea katika tarafa la Fizi baada tu ya mtu mmoja kuuawa usiku wa kuamkia hii leo, siku ya tano ya tariki 16 Januari mwaka 2025. Pia tutazungumzia kuhusu ujio wake kabisa gavana makamu wa jimbo la Sud Kivu, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano, ambaye atapata ziara yake kutembelea katika tarafa la Fizi. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Moja kwa moja tuanze na gari zaidi ya 26 ambazo zilizotoka pale Bukavu kujielekeza Uvira. Katika habari zetu ambazo tulizozipata zilitaja kwamba gari hizo zilikuwa ziko bure kabisa bila hata mizigo, lakini zilikuwa zikilindwa na vikosi vya M23 ambazo zilitoka pale Ngomo, wakashuhudia pale maeneo ya Luvungi, wakashuhudia Sange hadi Kiliba, mpaka gisi iliweza kuingia Uvira mpaka kwenye poro ya pale Kalundu. Kisa na mazumuni kusababisha gari hizo kuweza kuingia kabisa kikuweza kujulikana, kwa sababu pia kulikuwa na uchunguzi mwingi. Pia raia walikuwa wakijiuliza masuala mengi kabisa baada tu ya kuweza kushuhudia kuwa gari hizo zilikuja kwa kasi. Kulikuwa na sitofahamu kwa sababu raia walikuwa kwa njia panda na hawakuweza kuelewa gari hizo zilikuja kufanya nini. Lakini katika pitapita zetu pia kukusanya habari, watu wengi walitaja kuwa wenda kabisa M23 inaweza kuwa imeanza kujiondoa Uvira, jambo ambalo lilikuwa ni changamoto kwao na raia wengi ambao kabisa hawakuweza kujua ni kile ambacho kinachoendelea. Muda mchache tulikuja kugundua tangazo kabisa ambalo tutakwenda kulisoma hapa, tangazo moja kwa moja ambalo liliweza kusainiwa na Colonel Nanga, ambalo likitaja kuwa tayari M23 inaondoka Uvira na kuacha raia Uvira katika mikononi ya Communauté Internationale. Wao kabisa kwa sasa hawashirikiani na hawana tena ulinzi pale maeneo ya Uvira. Lakini wengine raia wakao wameanza kugeuza mambo mengi, wakitaja kuwa wenda gari hizo zinakuja kuiba gudro ambayo iliyokuwa imepangwa kujenga Uvira, ambayo ilikuwa inapatikana pale maeneo ya Kabimba. Yapi sasa ambayo kwa sasa tunakwenda kuelewa katika changamoto hii ambayo tunayoipitia kwa siku ya leo. Mtazamaji wa televisheni yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo kabisa, uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Majira ya usiku, group zote za WhatsApp mjini Uvira zilikuwa katika changamoto, huku wakisubiria kuondoka kwa M23 ambayo mpaka sasa sisi kama watangazaji hatujakuwa na uhakika kwamba tayari wameondoka au la bado hawajaondoka, kwa sababu gari hizo majira ya usiku zilianza kurudi, moja zikiwa hazina hata mizigo na zingine zikiwa na mizigo. Lakini kilichokuwa ndani ya mizigo mpaka sasa kabisa bado hatujakijua, na tujaribu kupiga simu kwa wale ambao wanaopatikana pale Uvira, pale maeneo ya Kalundu, ili watujuze kile ambacho kinachoendelea maeneo hayo. Bado kabisa hatujajua kile ambacho kinachoendelea. Moja kwa moja tuanze na habari hizi zetu kabisa ambazo zinahusu kuondoka kwa M23 pale maeneo Uvira.
Harakati ya waasi wa M23 inayoungwa mkono na jeshi la Rwanda RDF imetangaza tena kujiondoa katika mji wa Uvira. Katika mji wa Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, na kibarua ambacho kilichosainiwa na moja ya nakala ambayo tumeweza kuishuhudia kupitia televisheni yetu. Kibarua hicho ambacho kitolewa tarehe 15 Januari mwaka 2026 kiliosainiwa na Corneille Nangaa Yobeolo, ambacho ni kibarua cha AFC M23, inasema kuwa imeamua kuweka mji wa Uvira chini ya jukumu kamili la jumuiya ya kimataifa kufuatia maamuzi wa kuondoa jeshi yake iliyokuwa imechukuliwa tangu tarehe 15 Desemba mwaka 2025. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, waraka hiyo ya waasi wa M23 imeeleza kuwa imeomba rasmi kuingilia kati kwa MONUSCO ili ihakikishe ulinzi wa raia. Kulingana na mamlaka yake, AFC M23 inadai kuwa hatua hii inalenga kuonyesha nia yake njema, heshima kwa ustawi wa mapigano ili kuleta na kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia kuhusu kudumisha mgogoro wa kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza, tangazo hili AFC M23 inaeleza kuwa imeondoa vikosi vyake na vya uangalizi ambavyo vilikuwa vikipatikana Uvira, kwamba haitachukua tena jukumu lolote kuhusu usalama wa mji huo wa Uvira. Kwa mjibu wa harakati hiyo, kuanzia sasa ulinzi wa raia, kudumisha amani na utulivu wa usalama wa Uvira ni jukumu la jumuiya ya kimataifa katika waraka yao ambayo walioituma hapa. Lakini hapa waliweza kusisitiza kuhusu vitisho, pia vitimbwi ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akitaja wanajeshi wa Burundi FDLR pamoja na makundi yenye kumiliki silaha wazalendo na FARDC ambayo wamesisitiza kuwa hawana lolote kwa kuchangia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hali hiyo, AFC M23 inatoa wito wa kupelekea haraka kwa vikosi ili kuchukua majukumu yoyote kwa kulinda Uvira ili isije tena kuanguka katika vurugu ya machafuko. Ukiangalia hili tangazo ambalo limesainiwa, tukianza kuangalia kwamba baada tu ya M23 kuweza kuteka mji wa Uvira tangu tarehe 15 Desemba mwaka 2025 mpaka sasa ambapo imeamua kuondoka, hatujakubaliana nalo kwa sababu si mara kwanza. Mara kwanza walionyesha kwamba M23 imeondoka, imeacha Uvira, na pia kulikuwa na mashot kamera pia wakionyesha kwamba wameondoka, lakini majira asubuhi walikuta kabisa wako pale Uvira na ikawa imeonekana kwamba ni mchezo wa kuigiza. Na hii tangazo pia tena ambayo imeweza kuwasili tarehe 15, nimewahi kuambia kwamba ifikapo tarehe 15 huenda kabisa M23 wanaweza wakaondoka Uvira na kuiachia mikononi mwa Umoja wa Kimataifa, hii wakitaja kuwa MONUSCO inaweza kuwa na uangalizi, na endapo wameondoka, wamesema kwamba FARDC wazalendo na wengine hawana kabisa muda wa kwenda kuchunga ile Uvira. Ni Umoja wa Kimataifa ndio ambao unaweza kuchunga MONUSCO, ambayo sio kuwa na upande wote, sio kuwa na upande wa M23 na sio kuwa na upande wa serikali, ndio kabisa ambayo inaweza kukaa pale Uvira na kulinda raia pamoja na mali yao. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wengi wakiwa na shauku ya kurudi Uvira, wengi wakidhibitisha kuwa ni kweli wameondoka, wengine la bado hawajaondoka, wakiwa kabisa na mtizamo, na hii imeonyesha furaha kwa Wakongomani wengi wakiwa wanahitaji kurudi Uvira, hasa wale wanaokaa kwenye ukimbizini nchini Burundi kwenye kambi ya Ruigi. Wengi wao usiku wa manane waliweza kuamka kwa furaha na shangwe na vigelegele, wakiweza kushangilia kuondoka kwa M23 Uvira, wengi wao wakiwa waanza kujipanga kurudi katika mji wa Uvira. Harakati zetu ziliendelea kabisa kupata nafasi ya kupiga simu ili kuhakikisha kuuliza ukweli wa mambo ambao
unaoendelea hapa mjini Uvira, na hivi tunavyozungumza mpaka sasa kabisa M23 hayabanika kuwa tayari wameondoka au la, bado hawajaondoka, na ikiwa wameondoka hawawezi wakaondoka wote, watasubiri kabisa delegation ya MONUSCO ambayo itafika ili tayari waweze kukabidhi raia wa Uvira mikononi mwa MONUSCO. Na jambo hili limepelekea hata wengine wazalendo na mengine makundi wakianza kudai kuwa M23 haikuondoka Uvira bali ilipanda milimani kwenda kuendelesha mapigano, kwa sababu kuna mapigano ambayo yameripotiwa pale maeneo ya Lemera, mpaka kijiji cha Lemera ikawa kimeshikwa, na mapambano mengine yanaendelea katika tarafa la Fizi, ambapo tuliweza kushuhudia mapigano makali ambayo iliweza kuripotiwa huko maeneo ya Tubwi, maeneo ya tarafa ya Itombwe, maeneo ya sekta ya Itombwe kumrazi, ambapo kuliweza kusikilika milio ya risasi kupitia waasi wa M23 wakipambana na jeshi la Kongo pamoja na wazalendo, na hao wameanza kusema kwamba watu wa Uvira na wazalendo wote kwa ujumla wasiwe distre kuondoka kwa M23, kwa sababu ni kama mchezo wa kuigiza ambao kila leo wanacheza, na unakuta kabisa wanakuwa wanafanya hivyo na huenda kabisa hawaondoke. Lakini tunachokujuza kwamba mpaka sasa habari za kukamilisha kwamba wamekuja kuiba Gudro bado hazijakamilika, na habari za kukamilisha kwamba tayari wameondoka Uvira mpaka sasa bado kabisa hazijakamilishwa. Lakini endelea kuungana nasi katika habari zetu zijazo, tutakwenda kujuza kile ambacho kinachoendelea katika tarafa la Fizi. Kunakuwa na hali kabisa ya hoga, pia hali ya hofu ambayo ilishuhudiwa. Baba mmoja akatandikwa risasi na kupoteza maisha majira ya saa 2 za usiku hapa katika tarafa la Fizi. Watu hao waliweza kuwasili nyumbani kwake moja kwa moja na kumtandika risasi na kuondoka nafasi ambayo isiyojulikana, huku mashirika za kiraia zikianza kulaumu kabisa vitendo hivyo na kuomba serikali kuingilia kati ili kukomesha kabisa vitendo hivyo vya kuuliwa kwa watu kiolela, pia kupiga risasi kiolela katika tarafa la Fizi na vijiji vingine. Na pia tuzungumzie kabisa kuhusu ujio wake gavana makamu Jean-Jacques Elakano kupitia tangazo ambayo tuliweza kuiona, ambayo inahakikisha kuwa gavana wa jimbo la Sud Kivu Jean-Jacques Elakano atawasili Baraka kupitia pale Burundi Rumonge na kuwasili hapa Baraka ifikapo tarehe 17 Januari mwaka 2026, na katika malengo yake ni kuja kuangalia wakimbizi wa ndani kabisa ambao waliohama pale Uvira, wengine wao wakiwa wanaishi hapa mjini Baraka, na pia kuja kuonea hali ya usalama namna gani unavyoendelea katika mji wa Baraka, huku meya wa Baraka kwa muda ambaye ametaja kuungana kwa pamoja na raia wa Baraka ili kumpokea kwa furaha Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano katika ujio wake hapa mjini Baraka. Na pia katika habari zetu ambazo tulizokusanyia kupitia tangazo ambalo limekuja hapa kwenye televisheni yetu, tangazo ambalo linathibitisha kuwa mapigano makali yaliweza kuripotiwa huko katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga karibu tu na Kibasa na wilaya ya Fizi. Ilikuwa tu hiyo jana ya tarehe 15 Januari mwaka 2026 kuanzia saa 4 za asubuhi. Mapigano makali yaliripotiwa katika eneo hilo yakikutanisha vikosi vya kigaidi vya M23 pamoja na Twirwaneho pia M23 ambao inayoungwa mkono na jeshi la Rwanda dhidi ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Hapa waliweza kuthibitisha kuwa mpaka sasa mapigano yanaendelea kuripotiwa maeneo hayo. Hapa mashirika za kiraia kitaja kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni lazima iweze kuwa makini kabisa kwa kuweza kulinda raia na mali yake, pia kuangalia namna gani ya kuepukana na vikosi hivi ambavyo vinavyoendelea kushambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Buja Kelvin akiwa ni mratibu wa shirika la Sosiko RDC anaeleza hapa. Ujambo mtangazaji, mimi ni Kelvin Buja, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani mashariki mwa Kidemokrasia ya Kongo, pia mtafiti wa masuala ya usalama. Leo tarehe 15 mwezi wa kwanza 2026 4h du matin, mapambano makali yameripotiwa kati ya vikundi kaza wa kaza vikiwemo Twirwaneho,
MRPD, M23, Red Tabara wamejiafronte contre wazalendo na jeshi letu la FRDC mtarafa la Mwenga, sektere ya Itombwe, groupement Bashimu Kinji D, mu malokalite Rusanguku na Tuetue, ni à côté ya position ya jeshi ya FRDC. Wamejiafronte na watoto wetu wazalendo na jeshi letu la FRDC. Utafahamu kama mpaka hivi mapambano yanaendelea kuripotiwa na raia wamekimbia sana mumalokalite Kaguli, Bilindi, mutarafa la Fizi, mugroupement Bashimu Nyakasid, sekta ya Mutambala. Hadi hii muda mapambano yanaendelea toujours kuripotiwa. Utafahamu kama wauni waasi wa M23 wako wanaendelea toujours mwa ile systeme ya violation ya maakoro cadre, ya maakoro de principe, na zile maakoro zenye zilikuwa sinye Doha na Washington za kusitisha vita cessez-le-feu. Ni kuinterpele tu maservice zote za securite ziweni macho, kwani hii maafrontema viola ya maviolation ya madifferent accord inaendelea toujours kuripotiwa. Ma service ya sécurité zirenforce ma stratégie na ma mécanisme kwa juu ya kuangalia isi adui M23 na AFC wanaweza kuwa neutralize, kwani raia wa Kongomani wanaendelea kupitia mambo makali, maafrontema viola, maviole, mauaji, donc ma violation fulani ya madroits humains kunaendelea kuwa enregistré. Na utafahamu kama warugaruga wa M23 jana wameingia mu tarafa la Uvira, mu groupement ya Lemera, usultani wa Wafuleru. Ilikuwa le 14 janvier 2026 ndio wameingia, wamejiinstalle. Ile ni mambo tunaendelea kualerte toujours opinion nationale et internationale par rapport ya mambo yenye waasi wa M23 wanaendelea toujours kukometre muma différentes zones za matarafa za Uvira, Fizi, Mwenga, province ya Sud Kivu. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, mtangazaji wako. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Nikutakia asubuhi njema, tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za jioni ili kujua kile ambacho kinachoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika kuondoka kwa M23 pale mjini Uvira. Kwaherini. Tunafurahi kwa kupata TV.